Ulimwengu wa kibiashara umekuwa ni kama uwanja wa kivita. Kuna nyakati fulani makampuni fulani yalikuwa na nguvu kiasi kwamba hakuna mtu angehisi ama kudhani kwamba leo yangebaki kuandikwa katika vitabu vya kihistoria. Ukirudi miaka michache nyuma, mtu ukifikiria kupiga picha, kampuni ya kwanza upigaji wa picha itakayokuja kichwani mwako ni kampuni ya Kodak. Ukitaka kuagiza vitu aidha vitu vya nyumbani au vitu vya rejareja, kampuni ya kwanza itakayokuja kichwani mwako ni kampuni ya Sears. Ukitaka kusearch kitu mtandaoni kupitia search engine ya kwanza itakayokuja kichwani mwako search engine ya Yahoo. Ukitaka kwa vijana wakati huo, ukitaka kumiliki simu kali ya maonyesho nini, au kwa wale wafanya biashara na viongozi na watu maarufu, simu kali ya kwanza itakayokuja kichwani mwako ni Nokia ama BlackBerry. Kiufupi, makampuni haya yalikuwa yameliteka soko la dunia, na sio tu yameliteka soko la dunia, bali yalikuwa ndio soko lenyewe. Yaani hakuna namna mtu angemtenganisha na kampuni hizi. Mtu akitaka kuagiza kitu, akitaka kufanya vitu, basi kampuni za biashara ambazo zilikuwa zinajifikiria moja kwa moja ni hizo. Sasa nini kimetokea mpaka kutoka kuwa wafalme mpaka kuanguka chini na kusahaulika kabisa kwenye ramani ya dunia? Kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya sayansi na teknolojia pamoja na ego ya viongozi hawa wa makampuni haya imepelekea kiasi kikubwa kuanguka na kupotea kwenye ramani ya kibiashara duniani. Ukirudi miaka 100 nyuma, kampuni hii ya uuzaji wa vifaa vya rejareja na kuagiza, kampuni ya Sears ilikuwa ndio kama Amazon yenye. Mtu ukitaka kusoma kitabu au kuagiza kitu chochote, basi utaagiza kupitia Sears, na walikuwa na nafasi kubwa sana kuja kutawala soko la sasa hivi la e-commerce. Lakini kutokana na ego na ubishi wa viongozi wa kung'ang'ania kuuza bidhaa zao kupitia ofisi zao za mbao za zamani na maduka yao, kubadilika kutoka kwenye mfumo wa zamani kwenda kwenye mfumo wa sasa wa e-commerce, ukapelekea wabaki pale pale walipo. Lakini pia historia inatueleza kwa masikitiko makubwa kabisa kwamba wanasayansi wa kampuni ya upigaji wa picha ya Kodak ndio wa kwanza kugundua kamera ya kidigitali. Lakini kutokana pia na ego na kugoma kubadilika kuendana na spidi ya teknolojia, viongozi wa kampuni hiyo walificha kamera hiyo kwa kuhofia kuipoteza biashara yao ya uuzaji wa filamu, kwamba unaacha kuadapti mazingira kubadilika kutokana na hofu kwamba nitapoteza hiki nilichonacho sasa hivi. Hiki ni kitu ambacho kiliwapelekea pia wafeli. Historia pia inatueleza kwa masikitiko makubwa kwamba mnamo mwaka 2001-2003 hivi, kampuni ya search engine ya Yahoo ilipata bahati kubwa sana ya kuinunua mtandao wa Google, search engine ya Google kwa wakati huo. Tena walipewa ofa kununua kwa $1 bilioni kwa wakati huo. Lakini kutokana na ego pia walikataa, wakaona bwana, Google ni search engine ndogo sana, hawezi kutuzidi sisi. Hapo miaka michache mbele wakakutana na bahati tena. Kampuni hiyo ya Yahoo wakaambiwa kuna kampuni mtandao wa Facebook unauzwa ununue. Mwaka 2009 waligoma pia, wakasema bado hii mitandao ni midogo, haiwezi kuja juu yetu. Baada ya hapo basi bwana, mwaka 2007 mambo yalibadilika kabisa, pale ambapo Steve Jobs alisimama jukwaani na kutangaza ujio wa iPhone pamoja na simu za Android. Si hivyo tu, bali hapo ndipo mapinduzi ya sayansi na teknolojia yalishika hatamu, ambapo mwaka huo kwenye miaka hiyo 2007 biashara za e-commerce zilianza kushika spidi, kasi, zikawa zinatama sana. Hapo ndipo ikaanza kuwa chanzo cha anguko la makampuni mengi haya ambayo yalikuwa ni hivyo. Hawa Nokia na BlackBerry wakawa bado wanaendelea kuchekea kuona bwana anatangaza touch screen. Wateja wetu wameshazoea kwamba sisi tumeshawazoesha kwenye keyboard, mtu hawezi kuhama akaenda kununua simu ya kutouch wakati wamezoea physical keyboard. Hali ikawa ngumu sana. Mwanzo hapo ndio ikawa chanzo cha kuanguka kwa makampuni haya. Taratibu kampuni ya Sears wakaanza kufunga maduka yao moja baada ya jingine. Fikiria, kampuni imetawala biashara kwa zaidi ya miaka 100, lakini kutokana na ego
na viongozi kupuuzia. Kampuni ilianza kudrop, duka baada ya duka likaanza kufungwa, mwisho wa siku wakapotea kabisa kwenye ramani ya dunia. Hivyo hivyo kwa Nokia na BlackBerry zikaja kuuzwa kwa kampuni za kawaida sana. Yahoo nao vile vile wakaja kuuzwa kwa kampuni ya kawaida sana. Nini kitu tunajifunza? Mteja, yaani wewe usilingie jina lako kwamba mimi ni BlackBerry au mimi ni Nokia, ni mkubwa, jina langu ni kubwa, hata kama nisipofanya kitu fulani wateja bado wataendelea kung'ang'ania. Usichokijua ni kuwa mteja yeye hana issue na jina lako. Anachojali kutoka kwako ni ile thamani unayompa na huduma unazompatia ndio zitambatisha kwako. Ila kama ikifikia nyakati mteja akaona hapa hamna kitu cha mimi kuendelea kubaki, ataondoka, kwa sababu sio ndugu yako au nani. Hawezi akakuganda kama wewe unaendelea kubaki kuwa hana lugha wakati mambo yanabadilika. Yaani usikubali uishi katika uzamani wakati nyakati zimebadilika. Somo kubwa kwetu tunalolipata hapa ni kuwa mafanikio ya leo yanakuhakikishia ushindi wa kesho. Usiache kujifunza kwa sababu tu ya ukubwa wako au unajiona umefika kwa mafanikio ulionayo sasa. Lakini pia ukigoma kubadilika kutokana na nyakati, basi nyakati zitakubadilisha. Tena zitakuja kwa nguvu, zinaweza kukuharibu ukapotea kwenye ramani kabisa. Hivyo inapokuja mabadiliko, jitahidi ubadilike.